Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is good. All the time and all the times, God is good, and that is his nature. Na bado siku nyingine, wateule wa Bwana na wasalimu katika jina la Kristo, Mwana wa Mungu. Acha tukawa wa kuzama ndani yake neno lake, tusikie vile ananena nasi siku ya leo. Hivyo tega masikio yako ya mwili na ya roho, ili ukaweza kusikia vile Bwana ananena nawe, kwa sababu ni wewe ananena na wewe, msikilizaji wangu. Yeye ambaye alitupenda, yeye ambaye alipenda ulimwengu akatuma mwana wake wa kipekee, ili siku ya leo tuitike wateule wake kweli, tuitike wake kweli. Mungu ananena nasi siku ya leo na anatukumbusha jambo moja. Yeye Mungu alituahidi pumziko. Na kama vile yeye mwenyewe aliumba, Biblia inaniambia aliumba. Na katika Genesis 2:2 anatuambia aliumba na akapumzika. Alifanya kazi yake siku 6, siku ya 7 akapumzika. Kunaye pumziko, naye ameambilia wateule wake. Na ni jukumu yako mimi na wewe tuelewe ya kwamba kuna pumziko. Tusipojua hivyo na tusipoelewa hivyo, tutaendelea na kutenda na kukimbia huku na huku na kujaribu, tukidhania ya kwamba sisi ndio wenye kujitendea kazi. Lakini mwenyewe alisema kuna pumziko. Acha tukapenye katika neno, tusikie vile Bwana ananena. Tukianzia hapo tu vile tulinena Waebrania 4:9. Katika Waebrania 4:9, wateule wa Bwana, neno linaendelea na kuongea, kwa sababu utajisomea yote umalize, lakini kwa sababu ya muda mfupi ambao tuko nao, tuanzie hapo 9. Tunasema hivi: basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kuna raha ya Sabato, raha ya kupumzika pale kwa wale walio wateule wake Mungu. Imesalia, kwa sababu usipokubali itakuwa mbali na wewe. Lakini wewe lazima ukubali, uingiane na hilo pumziko. Raha yake iko ya pumziko ya Sabato. Anasema kwa sababu kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Yule ambaye ameingia katika ile pumziko, yule ambaye ameingia pale katika hiyo raha, hana mambo mingi, hana kukimbia huku na huku. Kunao pumziko, kama vile tunamuona Mungu alipumzika after aliumba. Biblia inaniambia he rested, because katika English is there remained therefore a rest to the people of God, for that he entered into his rest. He that is entered into his rest, he also has ceased from his own works. Tumeacha wale ambao tumeingia katika ile pumziko, kazi mingi, kukimbia kwingi, kujing'ang'aniza kwingi. Yeye amesema ni kuingia na kupumzika. Yule aliye wake, Yesu alisema it is finished. So wewe ni kuingiana na Yesu Kristo. Na katika yale yote unaona ni mazito, yeye Bwana anasema amekupumzisha. Alikupumzisha hiyo kazi mingi, hiyo vita mingi, hiyo kukimbia juu na chini. Because kumbuka alisema katika Mathayo ya kwamba kwani hajui kile unahitaji, hata before muombe anajua. Lakini sisi tumekosa kuingia katika ile pumziko kwa sababu tunajisumbua. Alisema wanyama wa mwitu wasumbuke, hawalili. Wao wamuka wanajua atakula tu. Hawang'ang'ani, hawaogopi, because he provides, he does everything for them. Kulinda, kuficha ni kwake. Lakini wewe bado wang'ang'ana, wafanya kazi, wajing'ang'aniza, wakimbia huku na huku, ukitafuta usaidizi, ukisema nitafanywa, nitatendwa, watanimaliza, nitakufa, nitafanyiwa, and all of it. Yesu akasema ilikwisha msalabani. Wewe ambao umeingia katika huo upumziko,
Biblia imekuambia nini? Umeacha kujing'ang'anizia na kazi nyingi. Yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Katika kazi zake alistarehe, na Bwana alimaliza kile unahitaji. Baba ana provide, so long as you don't trouble yourself. He knows, anajua kile unahitaji kesho. Hata kabla umuombe anajua mahitaji yako. Hata kabla unene anajua mahitaji yako. Na ndio anasema tupumzike, tuache kung'ang'ana, tuache uoga, tuache kujipiganisha huku na huku. Adui yako, hakuna adui yangu nataka kujua nani amenifanya hivi, nani ameniridhia, nani yuko wapi, kina nani walinifanya. Mwenyewe anakuambia battle is mine. Finished. So wakati ambapo unajua vita ni yake, si unapumzika. Na hivyo ndio kuingia katika raha yake. Maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Vita sio vyako. Magonjwa aliponya. Provision zake, kile unahitaji anajua, hata kesho anajua. Hata asubuhi anajua kile unahitaji. Na kile kimefanya tusiwe na pumziko ni kwa maana hatujakubali ama hatuja accept kile Bwana ametupatia. Haleluya. Yeye ambaye aliingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi zake, kama vile Mungu alistarehe. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Mara nyingi wakati ambapo tunajitafutia, tunajigangania, tunajaribu kujipiganisha huku na huku bila kukubalisha Mungu atutendee, bila kukubali kuingia katika ule upumziko, bila kuingia katika pale kutulia kwa kupumzika kwa Mungu, most of the times, mara nyingi watu huingia katika majaribu. Utajipata unaona nikana kwamba vitu vyako haviendi vizuri, aidha unakimbia, unaingiana na umalaya, unaingiana na wizi, unaingiana na mambo haifai, unaingia kwa mganga, unaingia kwa mchawi, wengine ukienda kutafuta usaidizi huko. Maana hujapumzika, hujaingia katika ile pumziko ya kuambiwa na Mungu ile alikwambia it is done, it is finished. Wewe ni wangu siku ya leo, nimekuita wangu. Lakini tumekataa. Sisi tunaona ni kana kwamba twajiweza. Tumeshindwa na kuingia katika hiyo raha. Na kushindwa imefanya tuingie katika mambo isiyofaa. Na ndio anasema siku ya leo, ingia pale. Pumzika, uko mkononi mwake. Hauwezi tingizika. Na ndio anasema tufanye bidii tuingie katika raha ile. Tuingie katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka. So starehe, usipopata leo, kesho jua Bwana atanifanyia. Mahali pengine neno ikatuambia kwamba alisema Mungu akitaka. Mungu akitaka tutaonana. Mungu akitaka. So tuelewe ya kwamba mambo yote ambayo hufanyika kwa maisha ya wale wanaitwa wana wa Mungu ni katika mapenzi ya Bwana. So relax. Chukua a deep breath. Pumzika mkononi mwake. Pumzika pale kwake. Hiyo pumziko ndiyo anataka tuingie ndani yake. Na itakuwa raha. Maana kila asubuhi utakuwa ukisema nimeenda na kile nitapata leo nitashukuru. Na nisipopata najua kesho Baba atatenda. Na nikiona jambo halifanyiki nitasema asante Bwana, maana nimejua sio mapenzi yako. Kesho Baba najua utanifanyia. Ukiona magonjwa unasema Baba nimekataa, maana uliniambia umeniponya. Ukiona adui unamwambia Mungu ni asante, maana ninajua jambo moja, katika kuta zangu umeweka watchmen ambaye hawalali usiku na mchana. Na ni asante Baba, maana vita ni vyako, kujilipishia ni kwako. Wewe unachukua adui unamweka kwa kifua, unamweka kwa fikira zako, unakuwa na kibaya kingi.
unashindwa hata kuwa na upendo ndani yako. Yesu alikwambia hata adui mfanyie mema, mpeleke maili 2, kama akikwambia umpeleke 1. Mtendee mambo makubwa. Ili nini? Uwe pale katika upumziko na raha yake Yesu. Hakuna siku utakuwa na uchungu, maana hata adui umekataa kumweka kwa kifua, umekataa kumweka ndani ya moyo. Oh, hallelujah. It is that simple, but lazima wewe ukubali. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Kama alisema, is not a son of man that he can lie. Liko hai neno lake na lina nguvu. Hallelujah. Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Liko hai lilo neno na ni kali. So kila kitu Baba ametuahidi kiko juu yetu. Hiyo ahadi iko juu yako. Lakini wewe mwenyewe ndio umeshindwa na kukaa katika ule upumziko. Ukae pale katika ile ahadi. Ukatalie pale katika ile ahadi. Ukatalie pale katika lile neno. Na ndio ni umuhimu wakati mwingi, na nishawaeleza mara nyingi, soma hili neno, wacha liwe ndani yako. Wacha wewe ukilikumbuka usiku na mchana. Wacha iwe ndio chakula kile una feed fikira yako, nafsi yako ndani. Wacha neno ndio liwe linaingia pale ndani. Kwa kuwa hilo neno tunaambiwa hapa ya kwamba lina nguvu. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Si neno ambalo lilitoka tu hivyo bure, paka wa leo alinena. Na tunaona vile vile alinena kuwe na kukawa, bado kuko. Mbingu bahari alisema iwe iko. Jua usiku, mwezi, mchana jua. Bado imekaa vile vile, maana ni neno lake. Linalo nguvu na ni hai. Tena anasema lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Ni kali neno la Bwana. So mwana wa Mungu, kubali kupumzika. Kubali kuwa na amani. Pumziko lako sio kupumzika duniani, sio kupumzika kama vile mwanadamu kupumzika. Ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako. Pumzika. Pumzika. Maana kazi Mungu alitenda. Mungu aliona hatuwezi, akatuma mwana wake wa kipekee. Mungu alijua hujui na haujiwezi. Alijua hatutaweza. Walijaribu, wale walikuwa mbele yetu. Walijaribu na kazi zao. Walichinja, wakafanya yale yote walifanya. Walimwaga damu za mafahari, za jiwa. It didn't work. Lakini sasa anatuambia ni tupumzike. Maana Yesu alimaliza hiyo kazi. Wewe sio jukumu yako kufanya ile kazi. Sio jukumu yako kupigana. Uponyaji sio wako. Lakayandorobo sheketaya. Yeye ndio mponyaji. Rakatomo jekebayanto. Yeye ndio anatuambia vita ni vyake. For it's not by might or by power. It is by his spirit. Mbona unamnyima Roho Mtakatifu kazi yake, unachukulia kazi sio yako? Relax. Pumzika. Muangalie juu. Anasema ni huko ndio usaidizi wetu watoka. Ti usaidizi wangu watoka wapi? Watoka juu kwa Bwana. Wako watoka kwa Bwana, ama wewe ndio wajisaidia? Wewe ndio wajieleza, wewe ndio wajipeleka. Wewe ndio wanang'ang'ana wakimbia juu na chini. Ti niende nikaambiwe mambo yangu. Niende nikaonyeshwe, nikaelezwe nini inatendeka. Unataka kujua nini? Si umwachie Bwana. Pumzika hapo kwake. He knows everything. Anaendelea na kutuambia hivi. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Ya choma, hakuna kitu ndani yako Bwana hajui. Hamna ndani ya moyo wako jambo Bwana hasikii, haoni. Wadhani kufikiria kwako Mungu haoni? Anaona hata fikira zako. Anaona ndani yako. He feels even what you're thinking. Kufikiria kwako tu Bwana anaisikia. Sio kunena tu itafanya ati Bwana awe anakusikia. His groanings,
kugrow ndani yako, Bwana anasikia. Siku moja tukiwa tunaomba kanisani, nakumbuka mmoja dada akaonyeshwa watu wamepiga magoti tunaomba, na akaona Yesu akitembea katikati yetu, na yeye akasema hakuwa anasikiza maneno ambayo ilikuwa inatoka kwa vinywa, but he was looking at the secrets of your hearts. Alikuwa anaona kile kilicho ndani ya mioyo ya wale walikuwa katika a prayer session hiyo ilikuweko. That's what vision ile aliona pale tumekaa tukiomba. Na akasema alimuona Yesu akizunguka, na alikuwa anaenda pahali kila mmoja alikuwa amepiga magoti, but he could hear huko ndani kile kilicho ndani yetu. Mwana wa Bwana, tuingieni katika raha ya upumziko wa Bwana. Kuna raha yake, lakini wewe mwenyewe ndio utakubalisha uingie na uwe katika ile raha, sio mtu mwingine. Maana anasema na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, hilo neno laweza kupenya hata kuseparate. Naona wengine tukichemsha supu, mnakula supu na mnakula mifupa, mnasema tutatobo na kula huko ndani. Hiyo yote inatolewa na neno ya Bwana huko ndani, hata kabla ichemshwe na iwekelewe kwa supu. Rakia tobo zai, neno linaingia that far. Alafu unataka kuniambia utashinda ukisumbuka, ukingangana, ukienda juu chini, ukijipigania, ukijipiganisha, nafanya, nataka, nitafanya, kutakuwa. Just relax. Hapo. Pumzika hapo. Furahia. Kazi ilimalizika kitambo. Unangojewa wewe uingie katika ule upumziko, ule raha ya upumziko. Relax. It's a done deal. You are a child of the Most High God. Kwani mtoto wako wewe ambao una mtoto usifurahia, akijua kila kitu baba atafanya. Piganie, umfanyie kila kitu. Relax. Wacha kusikiza dunia. Wacha kusikiza yale yanaendelea. Wacha kusikiza vile wengine wanafanya ama wanasema. Neno la Bwana limekuambia nini? Hilo neno ambaye ni hai, linatenda, lilitenda, liliumba, hata saa hizi liko juu yetu. Vile alisema, hivyo ndivyo ulivyo. Hivyo ndivyo kunaendelea, na ndivyo kutakuwa. Wewe utake usitake. Mwingine atapumzika na atafurahia, lakini wewe utabaki ukilia peke yako, maana umekataa kuingia pale katika lile pumziko. Ati neno tena ni jepesi, huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa ndani ya moyo wako, hata ukitafakari ukusudie nini, neno linapenya mpaka huko ndani. Wewe ukidhania ya kwamba haoni, ati mpaka saa ile utafungua kinywa ndiye atakusikia. He can see the deep down secrets of your hearts right inside you. He sees it. Hapo ndani. And is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kile wewe unakusudia kufanya, kile wewe unatarajia kufanya, kile wewe unafikiria utatenda, yote iko mbele ya Mungu Baba. So children of God, let us allow him to be God. Tumwacheni kile alitupokeza, tufurahie. It is that simple. It is that simple. Hamna jambo uendelea baba hajui. Hata kile kitaendelea the next minute anajua. Hata kile nitasema kabla nimalize kunena na wewe siku ya leo, he knows. He is the one who's going to put it in me and I'll speak, because he is God. Rikaya tu Mozaya, tabina koite, saidaka. Fungueni mioyo atende nanyi vile anataka. Fungueni mioyo akamilishe kile yeye mwenyewe anataka, because it is a done deal. Si jambo anaanza leo. The moment ulimkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako, ilikuwa ni dakika yako ya kufurahia na kupumzika pale. Wewe kaa utazama juu. Wala hakuna kiumbe
kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote utupu na kufunuliwa machoni pake, yeye aliye na mambo yetu. Yeye aliye na mambo yetu. Anasifiwe sana. Hamna jambo ambalo limefichwa ndani yake. Zote zi wazi mbele yake. Naked, wazi, open. Hakuna jambo litafichika. Hata yale mnasikia mnaona, yote yako wazi, naked. Maybe watu wanaweza kuwa wakifanya vitu kisiri. Maybe watu wanaweza kuwa wakitayarisha vitu mbaya kisiri. But yote iko wazi mbele yake. David alielewa, akasema hata nikitandika kitanda yangu kwa shetani, huko ni kama mchana tu kija kunitoa. So hata mtu aende kufanya kitu kisiri, yote iko wazi mbele ya macho ya Bwana. They are open unto the eyes of him. So mwana wa Baba, Mungu waishie milele. Be at peace. Relax. Ingia katika huo upumziko. Mungu aliumba 7 days akapumzika, 6 days, the 7th day akapumzika. Kazi kuisha. Yesu akaja akaturudisha kwake Mungu kwa kazi ile Baba alifanya. Sababu alipoumba mwanadamu alisema aliona anafaa, na akatupatia dominion. Shetani alipotunyang'anya ile raha ya upumziko, Yesu akaja akaturudishia. Kifungua akamnyang'anya, na akakwambia, my daughter, my son, relax. Uko mkononi mwangu. Pumzika. Haleluya. Uko mkononi mwangu, relax. Hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Hakuna. Hata uko chini wa chini ni wazi. My dear brother and sister, tukubalini kufurahia hiyo raha ya upumziko. Tukubalini, because lazima tukubali. Kwa kukubalisha lile neno lifanye kazi ndani ya maisha yetu. Hakuna mtu anasema ni rahisi, na alijua sio rahisi, lakini ni rahisi wewe ukimpa nafasi akupumzishe vema, ufurahie kutembea na yeye. Walifurahia wale walikuwa kwa mbeleni. It did not matter what they came across. Walifurahia, maana mwisho walikuwa naona mkono wake, na wanasifu na wanarabisha torobo zaya. Ripoti kayasi nekipa suna. Fungueni mioyo. Ako pamoja na wewe, mwana wa Mungu. Ako pamoja na wewe. Anataka urest kwa mkono wake, kama katoto kadogo vile kanajua mzazi atakafanyia kila kitu. That way, relax pale. Toa hiyo uchungu uko nayo kwa moyo. Toa huo uoga uko nayo kwa moyo. Wachana na huyo ambao unasema ni adui wako. Wachana na huyo unasema amekufanya. Wachana na huyo unasema anakuendea. Ndio yako yaje kaka. So what? God anaona hayo yote. Kwani haoni? Wachana na yeye. Maana the moment umekosa kurelax na kupumzika, utaendelea na kuharibikiwa na maisha. Maana uchungu umejaa ndani ya moyo, hata haitakubalisha uende mbele ya Mungu. Wovu ambao utakuwa ndani yako hautakubalisha uite Mungu wako ama umsifu. Wale walikuwako naye, wale walisifu Paulo na Sila wajela. Sifa. Kama ni wewe ungekuwa unamuuliza Mungu wangu ni uliniachilia, ai mwadhani nimekufanya nini? But walisifu. Shadrach, Meshach na Abednego the same. Lion zinamwangalia Daniel, midomo zinafungwa. Because why? They knew, walijua Mungu wao nani. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, tuwe tukionena neno la Mungu. Aliniahidi, sema nini? Kwa kupigwa kwake nimepona. Hati vita sio vyangu, ni vyake. Kulipisha ni kwake. Mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi ni mwana wa Mungu aishie milele na milele.
Haleluya. Maungamo, ungama ukiwa na ujasiri. Ungama neno la Bwana. Kila ukiona jambo ungama vile neno limekwambia, hilo neno ambalo tumeona liko hai. Basi tunaambiwa iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu. Kama tunaye, nakumbuka tunaye, ameketi mkono wa kulia wa Baba. Yeye kuhani pale anatoa sacrifice yake, anamuonesha dadi, hawa nilinunua. Nasi tuendelee na kuungama neno lililo hai, na hamna siku tutashinda. Na tutakuwa tukipumzika, utakuwa ukilala kwa amani. Haitajalisha kile unasikia ama unaona. Acha kusema nasikia vitu vinapita huko juu. Vinapita huko juu kwa sababu umekosa kujielewa. Wakati utajielewa na uweze kumwambia shetani, huna nguvu, hauna mamlaka juu yangu. Shetani, sina deni. Deni yangu yote ililipwa msalabani na Yesu. Ungamo lile utaungama, mara moja shetani ataondoka. Wana wa Skefa walipojaribu kuongea, shetani alimwambia Yesu, namjua, Paulo namjua, nyinyi ni kina nani? Kwa hivyo yeye ujua wewe ni nani, yeye ujua nyinyi ni kina nani. So ungamo lako ni lipi? Shetani, sina deni, yangu lilipwa msalabani Calvary, kwenda kuzimu. Ungamo ni gani uko nalo? Mimi ni mwana wa Mungu aishie milele na milele. Yesu ni Bwana mwokozi wangu. Jehova ni Mungu. Haleluya. Ungamo. Tuyashike sana maungamo yetu. Tushike, tusimame. Sema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Shetani akisikia uondoka mbio sana. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Yeye yuko pale Yesu. Udhaifu ulio nao anaujua. So pale panaka udhaifu, anakuja na anaendelea na kupatia nguvu. So turudi pale ili tukaweze kufurahia ile upumziko. Tukaweze kufurahia rest gani? Ya kwamba mimi niko kwa Mungu. Na hamna jambo baya zinaweza nipata mimi. Rest, roho yako iwe na upumziko. Roho yako iwe na amani. Anasema kuhani mkuu yuko pale, anachukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye aliyejaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Anaelewa, anajua weaknesses zetu, anajua udhaifu ule uko nao, na kwa hivyo yeye ukuja katika udhaifu wako, anafanya nguvu pale mahali. So wacha kuenenda na kutoka katika njia za Bwana ukijiendea, ukijifanyia, ukijing'ang'anizia we mwenyewe. Kaa pale. Anajua sisi ni binadamu, hata tu strengthen. Yeye ndio utuchukua kutoka kwa utukufu huu, anatupeleka kwa utukufu ule mwingine katika roho. Rishi katama katika roho. Na anasema basi na anatumalizia na kusema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Let's go to the seat ya Bwana kwa ujasiri. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Pale kwa kiti cha neema tuende na ujasiri, tusiogope. Because kuhani yuko pale. Yeye anajua udhaifu wako. He knows your every weakness. He knows you inside out. Neno lake linaona ndani ya moyo wako, linaona na uko ndani hata kabla uongee. Relax. Enda pale. Kuhani yuko pale na damu yake. Rabu shetaya ndoroboka. Ako pale akijua udhaifu wako. Wacha kubeba mambo isiyofaa. Wacha kubeba ulimwengu wote. Wacha koshanta. Wacha kubeba adui. Wacha kubeba mambo mingi ambayo uko nayo. Rakitoba. Wacha kubeba hizo vitu ambao unaona ni kama ni mambo makubwa. Just come to him boldly. Why?
tuko na high priest, kuhani mkuu, ambaye anatujua, ambaye anajua udhaifu wetu, ambaye anasikia huo udhaifu ambaye uko ndani. Yeye mwenyewe alipitia huku duniani, na kwa hivyo anajua the weaknesses of men. Tuende pale kwa kile kiti na ujasiri, ili tukaweza kupokea nini? Rehema, huruma. Rehema, huruma ambazo ni mpya kila asubuhi. Tuenende pale tukiwa with a relaxed heart, knowing Baba yangu, Mungu wangu ananijua na ananipenda. Na ndio nini? Tupate nini? Neema. Neema ya kutusaidia wakati wa shida, wakati wa mahitaji. Na tukapata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hivyo tuende pale na ujasiri, ili tupewe rehema, huruma, tuhurumiwe. Kila asubuhi nenda pale, mwambie Baba, wewe ni wa ajabu. Wewe ni Mungu mkuu. Hakuna kama wewe. Ni nini Baba nitakulinganisha naye? Ni nani Baba atalinganishwa na wewe? Nenda pale kwa ujasiri, ukijua kuhani yuko hapa pande nyingine ya Baba na damu yake, ili ukaweza kupata rehema, huruma za siku ya siku hiyo. Upate nguvu na kupata neema, ili ukarudi kupata neema ya kukusaidia wakati wa mahitaji. So wakati uko pale utapata neema. Neema ambayo itaweza kukuwezesha kupenya mahali popote unaenda. Haijalishi adui, haijalishi situation, haijalishi kile kuko, haijalishi kile tunasikia. Neema ile utapokea wakati umeenda na ujasiri mbele ya kile kiti. Wakati ambapo rehema, huruma zake ziko juu yako, hiyo neema itakuwezesha kupenya. Mwana wa Bwana Yesu akaongea nasi, tukaangalia kidogo katika neno lake Mathayo, katika Mathayo 11 Yesu anasema nini? Bwana asifiwe sana. Katika Mathayo 11, if we look at verse 28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Njooni kwangu nyinyi mlio na mizigo mizito, na nitawapumzisha. Kupumzishwa. Tuwe na kupumzishwa. Twendeni kwa Bwana. Twendeni kwa Bwana tupumzishwe. Yesu akasema, nyinyi mlie na mizigo mizito, niwapumzishe. Si mwingine, yeye ndiye atakupumzisha. Kwa hivyo anakuambia, njoo kwangu. Njoo kwangu, wachana na mizigo. Njoo kwangu upumzike. Njoo kwangu ufurahie. Njoo kwangu uone raha. Maana whatever it is that comes your way, yana kuondolea. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mpole. Yesu ni mpole na mnyenyekevu. As much as ni simba wa Yuda, ndio nakwambia alionekana kama kashawaichinjwa kakondoo pale kwa kiti, Yohana akaonyeshwa bado akiwa simba wa Yuda, lakini ni mpole. Pale alipoa msalabani na akakubali kuchukua yako yote. Anasema njooni, jitieni nira yangu. So wachana na nira ya ulimwengu, wachana na nira ya mambo yako, wachana na nira ya neighbor, wachana na nira ya ndugu, wachana na nira ya dada, wachana na nira ya wale wanasema wanakuambia. Chukua nira yake Yesu Kristo. Yeye ni mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. The moment you do that, hata utakuwa ukisikia mtu anakutusi anakuambia, unasikia tu raha. Na unashindwa sasa, huyu haelewi mimi ni nani ama ni nini iko ndani yangu.
Sasa huyu utakuwa ukisikia tu raha na unasikia upumziko. Na wengine watakuwa wakiuliza, ai, kwani huyu mtu si wa kawaida? Ametukanwa, anafanywa, na bado ana smile, bado anacheka, bado anafanya mtu vizuri. Maana ile nira umetiwa ni ya Yesu. Pole na mnyenyekevu wa moyo, tutapata raha. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sio kama ile mizigo ambayo umebeba ni rahisi. Yeye atakupumzisha. So wana wa Bwana, wacheni tuenende kwa Mungu Baba. Wacheni tuenende kwake. Wacheni tukubali kama vile neno lilituambia, there remaineth therefore a rest to the people of God. Kuna kupumzishwa kwa watu wa Bwana. Tukubali kuingia pale kwa hiyo pumziko. Tukubali kuingia pale. Tukubali, maana hivyo ndivyo Bwana ananena siku ya leo. Tukubali, maana hivyo ndio Bwana anatutakia dakika hii. Pumziko. I don't know whether you're ready to take it, but it is for you today. I don't know whether utachukua, but hivyo ndio anataka siku ya leo. Hivyo ndio ananena siku ya leo. Maana anaona wengi tunakimbia huku na huku, tunasumbuka huku na huku, tunabeba haya na haya, tunalia huku na huku, but anasema, njoo kwangu. It is that easy. Hayo yote unaona, for me it is nothing. Ni kama kufumba na kufumbua nikija kuondoa. Lakini je, utayachukua? Je, utayataka? Je, because all he wants you to do is pumzika. Pumziko aliyoahidi Bwana Mungu liko pamoja na wewe ukikubali. Na kwa hivyo mwana wa Bwana, Bwana akubariki. Ukichukua a deep breath na mwambie, thank you Holy Spirit. Katika pumziko, katika raha ya pumziko ya Mungu siku ya leo nimejiachilia. Yale yote napitia, yale yote niko nayo, yale yote nimesikia, hawa adui wote, Baba mimi nimeacha. Chukua. Usiseme hivyo kwa mzaha. Sema na kesho usichukue tena. Kesho usinene hayo maneno tena. Kesho usichukue huo uchungu tena. Uachilia. Si ugonjwa, si shida, sio ukosefu, sio mapepo, sio nini. Just let go. Pumzika. Sema, thank you Jesus. Thank you Jesus. Rabi Kayanto Kozika Tabiza Intabi Esia Taida Kulikia Saida. Nimekuelezea hivyo ili ujue hivyo ndivyo anatenda Jehova. Anapumzisha na anapatiana raha ya wokovu. Na iwe nawe siku ya leo mwana wa Mungu. Wewe usiojuana na Bwana, mwambie Yesu, niko hapa siku ya leo. Niokoe. Andika jina langu katika kitabu cha uhai. Nimeamini Yesu wewe ni mwana wa Mungu aishie milele na milele. Na ulikufa na ukafufuka siku ya tatu kwa ajili yangu. Asante Yesu, siku ya leo ninakiri nimeokoka. Na hakika pokea pumziko wewe ambaye umekubali kuokoka dakika hii. I'm sure kutoka dakika hii utaanza kuwa na new testimony ya matendo makubwa ambaye Bwana atatenda kwa maisha yako. God bless you and may God bless you all in a big and mighty way. Tukiingiana na hiyo raha ya pumziko.